يريبني الله يا حبيبي. الله أكبر الله كبير الله غني. Mada hii inahusu ikiwa una kijana wako, ikiwa una mtu wako wa karibu, jamaa yako anapitia changamoto za kuumwa sana na mambo yenyewe ya Kiswahili, ikiwa tayari ameenda hospitali, amejitibia mara kadhaa, lakini hali ya ugonjwa wake hauonekani, lakini pia wasiwasi na wahaka ndani ya kinywa chake anapotamka maneno, na pia hali anazoziona anapofumba macho yake na kusema hii hali si ya kawaida, hii hali ni uchawi, hii hali ni ushirikina, nikilala mwana fulani, nikilala mwana fulani. Usimkatalie wala usimbishie, kwani ni mtume amerogwa. Ili kuwa mimi na wewe ndugu yangu, nimekuletea tiba au dawa ambayo kama kuna mtu anahitajika kutolewa na wachawi ama kuangamizwa ama kuuliwa, basi dawa hii ukiifanya kwa usahihi, nitakavyo kuelekeza biiznillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, dawa hii itakusaidia. Dawa hii ichukue, usidharau. Ni dawa ambayo inaweza kumfundisha mtu anataka kuchukuliwa kwa mazingira mabaya ya kishirikina. Watu wengi huchukulia majani ya muhogo kama mboga ya kawaida ya kusindikiza wali, lakini mmea wenye maajabu makubwa. Mbali na kuwa chakula, majani haya ni dawa ya maradhi mengi na yana uwezo wa kuondoa pazia la kiroho linalomzuia binadamu. Dalili za mgonjwa anayehitaji tiba hii. Tiba hii inamhusu mtu anayehisiwa kufanyiwa michezo ya kishirikina, hasa wale ambao wachawi wanataka kumchukua. Dalili zake ni kuota ndoto sehemu za ajabu, kuona vitu visivyoeleweka, kumwota mtu fulani mara kwa mara, au jamaa fulani au ndugu fulani katika mazingira ya kutisha. Hatua za maandalizi: kuchuma dawa. Maandalizi: chukua mchele na unga wa sembe kidogo, elekea pa kwenye mmea huo, mti wa muhogo. Ukifika kwenye muhogo, sema astaghfirullah, yani useme astaghfirullah mara 51 wewe unakwenda kukata dawa hiyo, na ikiwezekana ni vizuri ukaweka uzu, ndio unakwenda kufuata mti huo. Baada hapo utasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mara 51. Pia kwa nia sema, ewe mkwamisha wachawi na nguvu zao, leo nimekuja kwako kumwokoa fulani. Utataja jina la muhusika fulani, mama yake fulani, baba yake fulani. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu unahitaji umtibie mtu fulani. Kuchuma: kata majani 31. Kila jani unapolikata sema bismillahir rahmanir rahim. Ibada ya maji ya bahari na njia panda, yani kinachofuata upande maji ya bahari na mchanga wa njia panda. Baharini, mpeleke mgonjwa baharini, hata kama hawezi kusimama wala kutembea. Chukueni chombo ama usafiri, mumbebe mwende naye, msimamishe mwanzo wa maji ya bahari. Chota maji mengi ya bahari kulingana na kivuli kile kinachopia kwenye bahari, kivuli chake, huku ukinuiza mgonjwa anayopigwa kwenye maji, yani mgonjwa kile kivuli chake. Chaneli yetu inafunza mengi: elimu, nasaha, tiba asilia. Somo letu ni hili sasa, angalia mwanzo mpaka mwisho ili ufahamu masomo yetu. Mwenyezi Mungu, mgonjwa huyu ikiwa amefanyiwa uchawi na washirikina na majina mabaya, ikiwa ni mitihani yako haya Allah, basi inatosha tu huu mtihani. Lakini ikiwa ni mtihani kulingana na wachawi na washirikina, wanataka kumfanyia izlali, basi dawa hii au maji haya pindipo nitapokoshea na dawa basi na visomo na maji ya visomo, basi ugonjwa uende ukamwondokee, na nguvu mbaya zile zikamwondokee, vifungo vya kichawi na ushirikina vikamwondokee, vyote kwa ujumla. Omba Mungu
sana wakati huo unapochota hayo maji, sababu ya kuondoa uchawi na kufungua nyota zake kwa ujumla. Pia utatia nia hizo. Baada ya hapo, sharudi nyumbani. Huyo alokata dawa, alochukua maji, anatakiwa awe ndo huyo mwopo, yani huyo anaopoa, anayefanya kazi ya kumwopoa huyo mtu. Anokata dawa awe ni huyo, anochukua maji awe ni huyo, na unakwenda njia panda awe ni huyo. Ukifika njia panda, ukishafika pale utasema yani utasoma suratul Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin mpaka mwisho mara 5. Kisha utachukua mchanga kidogo kwa manuizi, kwa kama njia zinavyotengana, basi na maradhi ya fulani yatengane kuanzia sasa. Ikiwa kuna wachawi, ikiwa ni majini, ikiwa ni uadui, ikiwa ni hasadi, ndipo mchanga huu ndipo uchanganyishia na maji ya visomo pamoja, nikachanganyishia na dawa na maji ya bahari, basi ugonjwa huu uende ukaondoke moja kwa moja. Maandalizi ya dawa ya visomo: chukua ndoo yako, twanga yale majani 31. Lakini huyo anatakiwa kusoma ni yule aliochuma dawa, alokwenda baharini, alokwenda njia panda. Kila jani moja temea mate chembe, alafu tia kwenye kinu, twanga. Baada ya kushamaliza kutwanga kavurugika yote, utachukua dawa kidogo, utatia kwenye ndoo pembeni. Utachukua na maji ya bahari yale kidogo, utatia kwenye ndoo ile. Utachukua na maji ya visomo, yanatakiwa usomee maji yale ya bahari sura hizi hapa, sura al-Quraish mara 30, suratul Fil mara 30, suratul Nas mara 7, suratul Falaq mara 7, suratul Ikhlas mara 61, suratul Fatiha mara 7, suratul Kafirun mara 21, suratul Zilzilah mara 31, Iza zilzilatil ardh zilzalaha. Maji yale utasomea yote, maji ya bahari. Utadokoa kidogo, utatia kule kwenye ndoo nyingine ambayo umetia ile majani kidogo ya dawa uliyotwanga pamoja na maji ya kisomo, umetia kule maji ya bahari. Baada ya hapo, unatakiwa mgonjwa akoge siku 21. Yani akiamka tu basi akoge dawa hiyo, na vizuri akogeshwe hiyo dawa, isiwe chooni, sehemu nadhifu, maana ni Qur'ani. Akogeshwe sehemu nadhifu akiamka na kabla ya kulala awe anatiwa maji hayo. Vile vile hata akipata nafuu ndani ya siku 3 au 2, asiache dawa shuti mpaka siku 21 zitimie. Vile vile aandaliwe kombe la suratul Mulk, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, iandikwe mwanzo hadi mwisho katika karatasi nyeupe kutumia zafarani nyekundu. Baada ya hapo iandikwe suratul Humadha, suratul Humadha na mawaidha taini ziandikwe. Mawaidha taini na kusudia kul Allahu, kul a'udhu bin nas na kul a'udhu bil falaq ziandikwe moja, na suratul Humadha iandikwe wailul likulli humadhatil lumadha, iandikwe mwanzo hadi mwisho mara 1. Zingatio kwa umakini: hata kama mgonjwa atahisi nafuu ndani ya siku 2 au 3, ni sharti amalize kwa siku 21 ili kulinda nguvu hizo mbaya ziwe zimekufa moja kwa moja, zisimrejee tena. Ndugu yangu, hakika kama somo hili limekugusa, tafadhali ni follow kwenye channel yangu hiyo.